sana katika Kristo, tumsifu Yesu Kristo. Basi siku ya leo ni siku ya kushukuru. Tunamshukuru Mungu kwa mema mengi ambayo ametujalia kwa mwaka huu 2026, lakini kwa namna pekee kwa mwaka uliopita 2025. Kila mmoja analo la kumshukuru Mungu kwa pamoja. Tumpigie Mungu makofi na vigelegele. Basi kwa namna pekee tunatambua kwamba tunakusanyika kama walezi wa watoto watakatifu wa Katoliki wa moyo. Ni kwa mara ya kwanza tunatengeneza historia. Tunawashukuru kwa mwitikio mkubwa ambao wanakuja kwa ajili ya kumwambia Mwenyezi Mungu asante. Tunamshukuru kwa zawadi ya nyimbo ya Bagamoyo ambao hiyo ndani yake na sisi ambao tumepewa jukumu hilo na kuwalea watoto ambao watoto hao ndio baadaye wataendeleza nyimbo. Hata sasa bado ni wa kanisa na wasipolelewa vizuri, basi tunajua kanisa la baadaye litaelekea wapi. Kumbe tunamshukuru Mungu sana kwa zawadi hii ya siku ya leo ambayo imekuwa siku nzuri, na tumechukua masomo haya kwa sababu ya shukrani kwamba tunasema Mwenyezi Mungu asante, tukiwaangalia wenzetu ambao wote wanamshukuru Mungu kwa namna mbalimbali, na hasa somo la Injili ambalo tunaona hawa wakoma, lakini baadaye wakaondolewa wakoma wao hawakuwa wakote. Kwa historia wakiangalia wakoma wanakuwa ugonjwa wa kutisha sana, kuogopesha mno, maana wengine watengwa au kuonekana tu na dalili ya ukoma walikutenda na kupeleka mbali kabisa ili usichangamane na wengine. Na hawa ambao tunaona leo wanapona, kwao ilikuwa ni jambo kubwa kuliko hata navyoliwaza wewe, kubwa mno. Na ndio maana tunaona Yesu anatoa mfano huu kuwaonyesha watu inakuwaje kwa watu wanaenda kutoa shukrani. Ndio maana anatoa mfano kwa sababu ni jambo kubwa mno. Sisi kwa sasa na ugonjwa gani ambao tunafananisha nao ndio, lakini ule ugonjwa ambao tulikuwa tunapelekwa mbali tunani kwa ile corona ambayo ilipita, tunapelekwa mbali kidogo na wanafungiwa huko. Sasa unaweza kwa hoi hapo wapeo umeshapona, rudi nenda nyumbani ukachangamane na wenzako, hapo ukisikia kuna wengine huko wakufa na nini. Kumbe ndio ilikuwa kaenda na kwenda kutoa shukrani kwa Mungu. Kumbe lengo letu kubwa leo ni kumwambia Mwenyezi Mungu asante kwa siku, asante kwa miezi, asante kwa miaka, lakini vilevile asante kwa kuchagua wewe kuwa mlezi wa shirika la Mtakatifu. Ni mtu wa pekee sana, mtu wa pekee sana. Ndio parokia nzima umechaguliwa wewe, au jumuiya nzima umechaguliwa wewe kuwa mlezi wa shirika la Mtakatifu. Kumbe tunashukuru kwamba umelipokea, lakini katika kulipokea, katika kushukuru na yote, tuna majukumu ya kufanya. Wewe kama mlezi, wewe mlezi ni mwalimu ambao unatakiwa kuwafundisha watoto waweze kwenda katika njia iliyo nzuri, na kama mwalimu ni mfano wa kuigwa. Mwalimu ni mfano wa kuigwa. Wanafunzi wote wanakuangalia wewe. Kumbe na wewe katika kanisa watoto wote wanakuangalia wewe. Wanakuangalia namna unavyoishi, wanakuangalia namna unavyovaa, wanakuangalia namna unavyoongea, wanakuangalia namna unavyofanya kila kitu, wanaangalia na wanaiga kutoka kwako namna unavyofanya. Kumbe unaenda ukaenda parokia
sababu wanakuangalia wewe. Kama wewe ni mtu wa kuvaa style fulani, basi watasema mzee wetu anavaa madela na sisi madela inatakiwa kanisani kuvaa haya. Mtu mzee wetu anavaa nguo fupi zinavuka magoti, kwa sisi tunavaa hivyo. Wanavaa hivyo kwa sababu wamekuona wewe mama unavaa. Na maisha yako ya kawaida yawe mtaani ya wapi na unaishi. Kama wewe basi hisia tuko kwa kidogo kuna nini, wewe ndio wa kwanza kwenda na kuona ndio umepiga njia zako sare za shughuli zinazofaa. Sare za shughuli hizi tulizovaa sio sare za shughuli tofauti. Nimeangalia sana mtu alishona style ya sare za shughuli, nimeshona vizuri. Wanaona kila siku wewe ni wa huko na kweli kwamba unaenda tu, unaenda huko wanakuona namna unafanya. So unajua kwa shughuli watu wanafanya. Siku moja nikiwa pamoja kwangu nilikuwa natoa watu wanakuja watu wachache tu kama kundi tu wamekaa hapo mbele pamoja na wazazi kama wanakuja watu wachache sana. Kumbe wengine wapo nje wanavaa dola na medela wanasubiria wana. Misa iliyoisha pale wakaja na ngoma. Sasa ile ngoma ndio ilitisha mimi. Wale walikuwa wanacheza. Ni barabarani, kwa hiyo mtu anacheza kichwa chini juu. Kama kwa kulikuwa mshangao mkubwa sana. Kichwa chini mguu anacheza. Kwa kweli sikuvumilia. Kabidi tuwale kumwambia wale ndani kwanza kanisani sote. Mpaka wale watoto kwanza barabarani. Tuwaambie watoke waondoke kama kwanza yeye mwenyewe wakaanze baada kutoka. Fikiria sasa wewe mlezi uko kwenye hiyo na wewe. Unacheza kichwa chini mguu. Mlezi mtoto anakuangalia anasema hapo ndio maisha haya hapa ya kucheza. Kumbe wewe kama mlezi mwalimu ambaye ni mwaminifu, katika yote anayofanya mwaminifu. Parokia na kutegemea jumuiya ya kutegemea. Wanategemea kwamba kukabidhi wewe watoto wetu kwenda nao fulani, basi utaenda kuwa mwaminifu wao, wataona mwaminifu wao. Na wanakuamini kwamba nao vizuri. Na wanakukabidhi na yeye labda vitu vingine kuwa mwaminifu. Kuna sehemu nyingine wanasema kabisa mwezi wangu sasa baba bila kutukia ni mwenyewe lazima lezi sasa. Anasema pana kwa nini ngapi? Yaani hakuamini kwamba tukienda kuenda pale tunamwambia kwanza unaenda wapi Kigoma kwa nauli 190,000 ukitoka pale anakuambia sisi mkurugenzi kweli Kigoma ada ni 290,000 hakuamini. Lakini kwa sababu gani tuwawezi mpaka kaso kuamini kwamba inatokea hivi. Lakini kuna sehemu unapiga kuna sehemu aliona kabisa ni sehemu. Ndio maana kwa vile ukikuwa mwaminifu tangu mwanzo hawezi akawa na wasiwasi na wewe. Hawezi. Kumbe kuwa waaminifu. Mungu kwa kujalie tuwe waaminifu. Mwaminifu lakini pia mwaminifu kama nilivyosema mwanzo kuwa mwaminifu. Maadili yaliyo mazuri kabisa. Sema kwa mfano maana maadili mazuri. Maadili mazuri ikiwemo kama
unaenda kanisani kwa kuona mlezi naye anaenda kuumika, mlezi anakuumika, lakini miaka yote wanakuona kama mlezi wao. Hata siku moja wewe kuumika mpaka wanakuuliza, bibi pale kataza kula ule mkate, wanakuuliza na wewe unakujibu kwa sababu tu ya chumba kwa pasta. Kama leo kwa kuna mtu ambaye anakwenda chupaki na kwa siku ya kwanza tunamaliza hapa. Nisema wakati tunaenda kwenye misa ile ya shukrani, na mimi ninaye kwa moyo mkamaliza huko. Leo tulikuwa tunamaliza tunamaliza kabisa ndoa. Lakini sasa sisi tunashiriki, kuna watu wanakaa hapa miaka sio nasema tupa suku. Hakuna utupa suku. Nyinyi ni majapasi suku. Majapasi suku upo. Majapasi hacho majapasi suku. Usifikirie vitu vikubwa sana. Vitu vidogo tu. Sasa ndio unafikiria sherehe kubwa kufanya. Hapana. Tena kuja kuniambia mimi baba sijafunga ndoa. Naangalia parokia yako ni wapi? Tunakuja kwa asubuhi huko parokia. Kama utaki watu wakuone tunafanya sasa. Usiogope. Kazi ngumu ya ulezi. Kazi ngumu sana. Kumwambia paroko kwanza, ndio kuna paroko nyingine kuwaendea ngumu. Kazi unafikiria pale ni tayari. Lakini mimi nimevumilia na nafanya kazi vizuri kabisa sana. Na nafurahi siku ya leo kwa watu kwa sana. Kwa wengi kuja kwa ajili ya sherehe hii. Basi shukrani kwa hizo juhudi ziendelee, juhudi kama mwanzo, usikate tamaa. Hata kama unakatisha tamaa, usikate tamaa. Sio kasema uwezo wao na wachie uwezo wako wale wenyewe mwenyewe. Hakuna mwingine. Na wengine wanakata tamaa kabisa. Hata nakupigia simu, baba kwa kueleweki. Kueleweki kabisa. Mimi nataka niache niondoke. Hapana. Endelea kufanya kazi. Mungu yupo. Muombe asaidie, kupe nguvu nzuri. Unajiwekea nafasi kubwa sana. Hawa watoto wanaolea watakukumbuka sana baadaye. Hata kama sio wote, ni wachache ambao wanaolea watakukumbuka. Jipo linakutegemea na wewe. Fanya vizuri na kushukuru Mungu.